Kwa jina naitwa Steven Lusinde, ni makamu mwenyekiti wa Machinga Taifa Shiuma. Tupo hapa Mwenge leo, lakini kwetu kama wafanyabiashara wadogo leo ni siku njema sana ambayo imetukutanisha wafanyabiashara wa Mwenge, lakini na wafanyabiashara kote nchini Tanzania. Kama ulivyoona, wamekuja viongozi mbalimbali kutoka mkoani. Shughuli ya leo hii ambayo imeandaliwa na wafanyabiashara wa Mwenge na kutushirikisha sisi viongozi wa kitaifa kupitia mwenyekiti wetu wa taifa Bwana Ernest Matondo, ilikuwa ni kuhakikisha wafanyabiashara wa Mwenge na kutatua changamoto za wafanyabiashara wa Mwenge. Wafanyabiashara wa Mwenge awali, kama mnavyofahamu, kulikuwa na changamoto nyingi baada ya kuondoa wafanyabiashara. Kama mnakumbuka vizuri, eneo hili la Mwenge zamani walikuwa wamekaa hapa wafanyabiashara, wakaondoka wafanyabiashara kwa ajili ya kujenga huu mradi mkubwa wa stendi pamoja na kiwanja chetu cha mpira cha KMC. Baada ya pale kukatokea changamoto nyingi sana Mwenge hapa, pilika ondoa na nini, lakini tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa usikivu wake mzuri, aliyaelekeza na wakakaa chini na mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, hatimaye wakarasimisha wafanyabiashara hawa kufanya biashara zao kuanzia saa 8 mpaka usiku watakavyokuwa wenyewe wameamua, kama ni saa 5, saa 7, saa hata ikawa mpaka asubuhi wanafanya biashara zao hapa Mwenge. Lakini sasa serikali pia kupitia viongozi wa machinga hapa wilaya hapa kwenye eneo hili la Mwenge, la soko la Mwenge, viongozi wa serikali wakaona isiwe wanapata tabu sana hawa vijana. Sasa wakaongea na kamishina wa TRA kwa ajili ya kutoa matenti ambao tumeona leo kitaalamu wamesema yangeweza kuja matenti hayo kwa sasa, lakini wamesema wayatengeneze yawe ya kitaalamu zaidi, ndani yake kuwe na vibanda vya wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hii ni fursa kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa hawa vijana wa Mwenge, na ninaamini hili litakuwa funzo kwa nchi nzima. Lakini tumeona na tumeambiwa hapa vijana hawa wametengeneza kikundi chao cha watu 100 ambao wanaenda kukopeshwa milioni 100. Kwa hiyo hii pia ni fursa. Mheshimiwa Rais aliahidi kwenye kampeni zetu za 2025 kwamba atatoa bilioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali tofauti. Lakini tumeona vijana wa Mwenge wameanza kufaidika na fursa hiyo baada ya NMB kuambia watengeneze kikundi cha watu 100 ili waweze kukopesha milioni 100 ya pamoja. Tumesikia changamoto zilizopo ambazo viongozi wa machinga wataenda kuzitatua kwa ajili sasa ya hawa vijana 100 kwenda kupata hizo fursa. Rai yangu kwa wafanyabiashara, tunapopata hii mikopo, tunapopata hizi fursa, tumeona maelekezo ya mkuu wa wilaya kwamba kama tukipewa maeneo rasmi kama ilivyoainishwa, tuwe wasafi kwenye maeneo yetu, tutii mamlaka zilizopo. Lakini la pili, tunaenda kupewa mikopo shilingi milioni 100, tuhakikishe tunarejesha. Tumesikia changamoto iliyopo kwamba tumekosa kuwapa mikopo kwa sababu tumeona wapo wenzetu ndani ya wale watu 100 wamekuwa wadaiwa sugu. Kwa maana hiyo tunapoenda kuweka viongozi hawa wa Mwenge wanapoenda kudhamini ili swala la mikopo, maana yake viongozi wetu wa Mwenge ndio wanaenda kudhamini hii mikopo, tuhakikishe mikopo hii tunarejesha. Kwa rai yangu kwa wafanyabiashara watakaopata mikopo, tuende tukafanyie mikopo kile tulichokitarajia, maana yake tuwe tukafanyie biashara, inzeni turejeshe, ili benki na serikali iwe na imani na sisi. Sisi hatuko 100 tu wafanyabiashara wa Mwenge, tumesikia hapa tupo zaidi ya 1000. Maana yake tukirejesha mikopo yetu kalipa vizuri, tutaendelea kukopa, lakini tutafungua milango kwa watu wengine waendelee kukopa hali kadhalika. Kwa hiyo tunashukuru sana ndugu waandishi wa habari, hicho ndo ambacho kimetuleta leo hapa Mwenge, ni umoja na mshikamano na kuja kusikiliza fursa ambazo zimetolewa na serikali, lakini pia na sisi kutoa kero zetu ama kutoa changamoto zetu tulizonazo. Asanteni sana. Mimi naitwa Ernest Matondo Masanja, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, swala la mikopo nimeliratibu kwa 100%, na niseme kwamba mikopo hii ya shilingi milioni 100 wanufaika ni watu 100, watu wanufaika ni watu 32. Ufafanue kwa hivyo, wanufaika ni watu 32. Tumezungumza na tumefaulu kupata mashine 2 za kusambaza maji haya ya kawaida. Lakini niseme kwamba wanaodhamini mkopo huu ni shirikisho la umoja wa machinga taifa. Mimi ndio nimezisaini zile kundi zao zote.
nitasaini nchi nzima, machinga wote wakope ili wapate mkopo huo wa vikundi. Anayesaini mikopo hii ni mwenyekiti wa machinga taifa ambaye ni mimi hapa. Hata hiyo mikopo waliosema milioni 100 mimi ndio nimezisaini. Nitoe rai kwa machinga wote kuhakikisha zile NIDA zao wanazozitumia kwenye mikopo ya songesha wazisafishe. Tunaenda kunufaika kwa 100%, kwa sababu sasa hatutakopesha mmoja, lakini tunaendelea kuhakikisha watu wanapewa fungu la kutosha, wanafanya wao wenyewe, wanakopeshana wao wenyewe, lakini tunataka wainue kiuchumi. Sasa niseme kwamba machinga wote nchi nzima wawe na umoja ulioshikamana kama tulivyoona hapa Mwenge. Vijana wa Mwenge, viongozi wa Mwenge na machinga wa Mwenge wameshikamana, ndio maana tumeleta iwe kikundi cha mfano nchi nzima. Kwa sasa machinga wote nchi nzima tutaiga kutoka eneo la Mwenge. Kwa kweli ni shukuru sana serikali kupitia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, serikali ya wilaya na serikali ya mkoa wamenipa ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha hili zoezi limefanikiwa, na wadau wengi NMB pamoja na NSSF na wadau wengine waliofanikisha jambo hili. Niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuja kutusapoti. Jambo hili halikuwa dogo, ni kubwa, inaenda kuinua uchumi wa mmoja na uchumi wa vikundi vya machinga. Asanteni sana.